Kama tunavyojua sote, magonjwa ya moyo ndio wauaji nambari moja duniani kote. Kwa hiyo, kinga ni bora kuliko tiba, hivyo uchunguzi wa afya wa kinga husaidia kupunguza magonjwa ya moyo na kuzuia madhara yake hatari. Hivyo basi, uchunguzi wa afya wa kinga unapaswa kuanza mapema maishani, si wakati wa utu uzima wala uzeeni. Kwa kawaida, vihatarishi vya magonjwa ya moyo ni kama kisukari, shinikizo la damu na vingine kama vile uvutaji sigara na tabia zisizo nzuri za ulaji. Na mambo haya yote yanapaswa kupunguzwa, na uchunguzi wa afya kama vile kupima shinikizo la damu unapaswa kuanza kuanzia umri wa miaka 18. Na wakati huo huo, unaweza pia kuanza kupima mafuta mwilini, viwango visivyo vya kawaida vya kolesteroli na mambo mengine kama hayo. Na pia, ukizingatia haya, unaweza pia kupima kisukari chako wakati huo huo. Kwa hiyo, kulingana na ripoti za awali, tunaweza kupanga ziara zinazofuata, uchunguzi unaofuata, na kwa kawaida, kwa watu ambao hawana matatizo, kama matokeo ya awali ni ya kawaida, unaweza kupanga uchunguzi mwingine baada ya miaka 3 hadi 5. Lakini kama kuna kitu chochote kisicho cha kawaida, huenda wakahitaji kufuatiliwa kwa karibu kwa vigezo hivi vyote na kuhakikisha viko chini ya udhibiti. Kama utagundulika kuwa na shinikizo la damu, shabaha ya vyako, yaani shinikizo la damu, inapaswa kuwa katika kiwango cha kawaida. Na kama una kiwango kikubwa cha cholesterol, hiyo inapaswa kudhibitiwa kwa lishe au dawa, na kama utagundulika kuwa na kisukari, hiyo inahitaji kudhibitiwa kwa dawa na lishe sahihi pamoja na mambo mengine yote haya. Kwa hivyo, katika hili, uchunguzi wa kina wa afya wa kinga unasaidia sana, na naomba watu wote wajitokeze na kufanya uchunguzi huu wote wa afya ambao ni muhimu sana katika umri uliopendekezwa, yaani wakati wa ule umri uliopendekezwa. Tafadhali msikose kufanya hivyo. Tafadhali tumieni huduma hizi zote ili tuweze kuzuia kwa kiasi kikubwa tukio kubwa la moyo baadaye. Asanteni.